Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Muziki kwa sasa sio tu sanaa ya kuburudisha, bali ni tasnia kubwa kiuchumi duniani inayoingiza mabilioni ya dola. Hapa kuna mambo 10 yanayoonyesha kuwa muziki ni biashara kubwa kwa sasa duniani. Moja ni ukuaji wa mitandao ya kutiririsha muziki. Majukwaa kama Spotify, Apple Music pamoja na Boomplay yanazalisha mapato makubwa kila sekunde kupitia usajili na matangazo. Mbili ni mikataba mikubwa ya lebo za muziki. Makampuni makubwa kama Universal Music, Sony Music pamoja na Warner Music yanadhibiti asilimia kubwa ya soko la muziki kote duniani. Tatu ni mapato ya matamasha na ziara. Wasanii wanaingiza pesa nyingi kupitia mauzo ya tiketi za matamasha, ziara zinazofanyika kote duniani pamoja na matamasha makubwa ya muziki yamekuwa yakiingiza fedha nyingi kwa wanamuziki, na hii inapelekea kuona namna gani muziki kwa sasa ni biashara bali si sanaa wala si burudani tu. Nne ni mikataba ya ubalozi. Wanamuziki wanatumika na makampuni makubwa, yawe ya vinywaji, mavazi au teknolojia, kutangaza biashara, jambo linaloingizia pesa nyingi, na hii inathibitisha kuwa muziki kwa sasa ni biashara kubwa duniani. Tano ni haki miliki na mirabaha. Watunzi na waimbaji wanapata mirabaha wanapopiga nyimbo zao redioni, kwenye television au maeneo ya umma. Mnyororo huu mzima wa fedha unaonyesha muziki si burudani pekee, bali ni biashara kubwa duniani. Sita ni uuzaji wa bidhaa za wasanii. Mashabiki wamekuwa wakinunua nguo au kofia na bidhaa nyingine zenye nembo au picha za wasanii, ambapo kipato cha wasanii kimeendelea kuwa juu na uchumi wao umeendelea kupanda zaidi. Saba ni uwekezaji katika studio na uzalishaji. Biashara ya studio za kurekodi sauti na video zimekuwa kubwa, ikihusisha watayarishaji, yani maproducer, pamoja na wahandisi wa sauti. Wamiliki wa studio hizi wamekuwa wakiingiza fedha nyingi kupitia uwekezaji huo. Nane, muziki hutumika katika matangazo ya biashara. Nyimbo hutumika kwenye matangazo ya television, filamu, michezo na video mbalimbali pamoja na video games, jambo linaloingiza fedha nyingi katika tasnia hii. Tisa ni ukuaji wa muziki wa kizazi kipya. Muziki wa kizazi kipya umegeuka kuwa ajira rasmi na chanzo kikuu cha mapato kwa vijana wengi hapa nchini na kote duniani. Tisa ni utoaji wa tuzo za muziki. Tuzo kama Grammy au tuzo za ndani zinaongeza thamani ya msanii na kupandisha dau lake la kufanya kazi, na hii huwapelekea wasanii wengi kupata fedha nyingi kutokana na tuzo ambazo wanazipata. Serikali inaweza kusaidia kukuza na kuendeleza sekta ya muziki kwa kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati, moja ikiwa ni kulinda haki miliki, kuimarisha usimamizi wa haki miliki yani copyright, na kuhakikisha wasanii wanapata mirabaha yao ipasavyo kupitia vyombo kama KOSOTA. Mbili ni kuimarisha maudhui ya ndani, kusimamia kikamilifu sheria ya TCRA zinazotaka 60% ya maudhui ya ndani ikiwemo muziki kupigwa kwenye vyombo vya habari. Tatu ni kuendeleza muziki wa asili na dijitali, kusaidia kukuza aina ya muziki kama vile taarabu, dansi pamoja na singeli, huku ikiweka mikakati ya kuingiza muziki wa kizazi kipya kwenye orodha ya urithi wa dunia. Nne ni uwekezaji katika miundombinu, kujenga na kukarabati studio bora, kumbi za matamasha na shule za sanaa ili kuinua vipaji vya vijana wengi. Tano ni uwezeshaji wa kifedha, kutoa mikopo nafuu kwa wasanii na watayarishaji wa muziki ili kukuza ajira kwa vijana wengi. Hivyo kwa sasa duniani muziki kwa sasa sio tu sanaa au burudani, bali ni tasnia ambayo ni kubwa, inayoleta uchumi mkubwa duniani na inayoingiza fedha nyingi au inayoingiza mabilioni ya dola. Kwa hiyo kwa sasa muziki ni biashara kubwa kama biashara nyingine.